Exactly. Nimefurahi sana sana, mnaonesha kwamba vijana wa sasa hivi mko very genius. Kwa hiyo mnaweza mkacreate kitu na kikawa, hilo pia mjipongeze. Kwa upande wetu sisi kama wizara, kama tulivyoombwa na mwenyekiti hapo, tutalifanyia kazi. Tutakutafutieni nyenzo mbalimbali ili kukusaidieni kuweza kuendeleza utaratibu wa hizi programu ambazo mmezianzisha katika vyuo vyenu. Ukiangalia sasa hivi vijana wengi wanapotea kutokana na afya ya akili. Kwa hiyo sasa, ningeshauri mara nyingine tutakapoandaa kongamano kama hili, usiogope kuwaalika wataalamu husika wa kila fani, ikiwemo afya ya akili, damu salama, maradhi yasiyoambukiza, program za HIV, ili waweze kuja kukupeni elimu ambayo nyinyi mtaibeba kuipeleka katika jamii, ili jamii ielewe uhalisia wa maendeleo yanayoenda katika ulimwengu kwa sasa hivi. Kwa hiyo sasa, kama nilivyoambiwa, kuna timu ya afya kama sikosei, ambao tayari ishapata mafunzo mara 3, si ndio? Katika hii timu tungeomba hii timu muwe mnaicombine baina ya Youth Development and Tourism na IPA, na ikiwezekana kama kutakuwa na chuo kingine wataamua kujoin na nie, muweze kufanya club katika vyuo vyenu. Hizi klabu zitasaidia kutoa elimu kwa wanafunzi pamoja na mitaani. Kwa mfano, sisi kama Dar es Salaam kuna baadhi ya vyuo ikiwemo IPA, Isuza, tunazo donor club zetu, ambazo hizi donor clubs zinatusaidia kupeleka ujumbe katika jamii pamoja na wanafunzi juu ya uchangiaji damu ulio salama. Na kama mtaona, tunakuwa na program maalumu za kuja kila baada ya miezi katika vyuo vyenu kwa ajili ya kufanya makusanyo ya damu ili kuweza kumwokoa mama na mtoto ili tupate kizazi kilicho bora. Baada ya hayo yote, mimi napenda kukushukuruni kwa kutualika. Sina zaidi ya kusema isipokuwa nasema asanteni sana, na kama nilivyoambiwa, mimi nimeitwa hapa kwa ajili ya kufunga, kwa hiyo nalifunga rasmi kongamano hili. Hongereni sana. Swala zima la leo nilikuwa ni afya ya akili, afya ya mwili ambayo ni ukimwi pamoja na kupima malaria. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni muhimu kama inavyofahamika kwamba afya ni muhimu kwa mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni kongamano zuri ambalo lilifanyika siku hii ya leo, na tunatoa pongezi kubwa kwa walio andaa tukio hili pamoja na shule hii ya Zanzibar Metropolitan College. Kwa hiyo ni hongera zao kwa wao kwa jambo hili zuri ambalo waliliandaa. Wito wangu kwa vijana ni kwamba tusome. Elimu ni kitu muhimu. Kitu chochote unaweza mtu akakupa na akaweza kukunyang'anya, au ukawa nacho na akakunyang'anya, lakini elimu ukiwa nayo hakuna atakayeweza kukunyang'anya. Kwa hiyo tusome kwa bidii, na hii ni mke na mume wote, watoto wa kike na watoto wa kiume. Siku ya leo nimekuja kujumuika na taasisi ya Youth Development Tourism katika kongamano hili, ambapo nimechukua fursa ya kuweza kuwa mkufunzi katika masuala ya malaria pamoja na afya akili. Kusema la ukweli, haya mambo yote ni muhimu na kuweza kuyatambua na kuweza kuwafikishia vijana, ili kuhakikisha kwamba vijana kabla ya kufanya mambo yao yote wanapata uelewa kwanza wa kuweza kufahamu hisia zao ni zipi, lakini pia kuweza kukabiliana na changamoto za maisha na kuweza kufanya maamuzi sahihi. Lakini pia tukiangalia kwa upande wa malaria kwamba haya ni maradhi ambayo yanaambukiza kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine, na maradhi haya vijana pia huwa yanakumba, kwa sababu vijana ni watu ambao sasa hivi ni watu ambao wanakaa nje muda mrefu, na pia wanakaa sana katika hali ya makundi. Kwa hiyo huu ugonjwa wa malaria sasa hivi
umebadilika kidogo kutoka kule kwenye hali ya mama na mtoto, umekuja katika makundi haya ya vijana ambao ni wanafunzi na wanaojihusisha na masuala ya kukaa nje muda mrefu. Lakini pia tukumbuke kwamba elimu ni hatua za awali katika swala la kujikinga na maradhi aina yoyote. Kwa hiyo elimu ambayo tumewapa vijana, tunaamini wataenda kuifanyia kazi na kuondokana na changamoto, kwa sababu tukija kama kwenye mfano wa masuala ya afya akili, tunasikia katika vyombo vya habari kwamba watu ambao wanaongoza kwa kujiua vijana ni wengi, na tukiangalia kwamba msongo wa mawazo unasababisha kupelekea hali kama hizo. Lakini hata kwa upande wa malaria kwamba kuna athari zinaweza kuwakumba vijana, kwa mfano labda kama kuweza kupoteza damu nyingi au kupata athari katika viungo muhimu, kwa mfano kama ubongo au mafigo. Tukiangalia kwamba vijana sasa hivi ndio nguvu kazi ya taifa hili. Kwa hiyo naamini elimu hii tutaenda kuifanyia kazi kwa vitendo na kuepukana na hizo changamoto pamoja na athari zote zinazotokana na shida za afya ya akili pamoja na ugonjwa wa malaria. Kusudi tumeweka kongamano la afya ili kuweza kupima afya ya akili pamoja na kuchangia damu salama, ni kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo tumeona kwa makusudi tuweze kumsaidia kazi hii, kwa sababu katika masuala ya afya pamoja na elimu wamefanya jambo kubwa sana katika jamii. Kwa maana hiyo sisi tupo tayari kuweza kumsaidia kwa bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili kuweza kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Mapinduzi ya Tanzania.